Kando na hao ni eti kwamba naibu rais Profesa Kithure Kindiki amewataka madereva kuendesha magari kwa mwendo unaofaa barabarani ili kukabiliana na ajali zinazoweza kutokea. Kindiki akisema kuwa serikali imeweka kamera za barabarani ili kunasa wanaovunja sheria barabarani ambapo watatozwa faini. Papo hapo alizungumzia katika ibada ya wafu ya walioangamia katika ajali kaunti ya Nyeri. Fred Wambua anaarifu. Naibu wa Rais Profesa Kithure Kindiki amehudhuria ibada maalum ya walioangamia barabarani katika kaunti ya Nyeri. Kindiki akiomboleza na familia za wafu ametaka tukio kama hili kutojirudia, akiwarai madereva kuwa makini na kuendesha gari kwa mwendo unaofaa ili kujikinga na ajali inaweza kutokea, akiwataka pia kufuata sheria hitajika barabarani. Tumepoteza watu wengi kwa ajali, na although hatujui nini ilitokea na nini natokeanga saa zingine, lakini mambo ya barabara, kuna shida ya spidi, kuna shida ya magari ambayo ni mabovu, mengine ambayo hayajafanyiwa service, na ndiposa tumesema ya kwamba kama tungepunguza ule mwendo wa kasi katika barabara, ajali nyingi haziwezi tokea, kwa sababu if you are not speeding, you are able to control the vehicle as a driver in case of something unusual happening. But if you are on high speed, the chances of controlling that vehicle are a minimum. Naibu Rais akisema ndio maana serikali inaendeleza zoezi la kuweka kamera za kukabili na pia kunasa magari yanayoendeshwa kwa mwendo wa kasi na kutoza madereva faini papo hapo watakaokosa kutii wakinyang'anywa leseni. Last month we rolled out a program of placing speed cameras on all the highways of our country, na tukasema vile kama utaongeza speed kuliko vile sheria imesema, hakuna maneno sasa ya traffic police kukusimamisha pale. Kamera inashika wewe, fine inaingia kwa simu yako. Usipolipa fine kwa hiyo simu yako, ile gari yako inafungiwa. We make sure that that vehicle cannot operate and you cannot do anything with that vehicle. And the driver will also be penalized instantly. If you are a repeat offender, you can even lose your license. Ijapokuwa mahakama ilisimamisha zoezi hilo kwa muda, Kindiki ametoa ombi kwa mahakama kusaidia serikali kukabili ajali barabarani kwa kutoa uamuzi utakohakikisha zoezi hilo linaendelea, lengo likiwa ni kuokoa maisha ya abiria. Koti imesimamisha huyo program, imeweka injunction, ikasema kwanza wasikize maneno ya kama utaratibu sijui ulitumika vizuri, and we are requesting our judiciary to support the government and the people of Kenya to save lives on our roads. We are requesting the judiciary to lift the orders which have frozen the use of speed cameras on our highways, the application of instant fines for offensive drivers. We need to operationalize the new law and the new program on road safety because we are losing so many people on the road. Fredrick Wambua, Undugu TV.